Ikipatikana M23 wamepigwa sana katika mgini wameita Chagala, mgini yenyewe wameita Chagala huko groupement ya Walungu, territoire ya Walungu. M23 wamepigwa sana, gari zao zimemoka sana zaidi na kupitisha. Ni asubuhi na mapema tarehe 20 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Nakuja mbele zako kuweza kukupasha upate kufahamu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ujambo mpendwa msikilizaji, na karibu kujiunga nasi ili upate kuhabarika na habari zetu za asubuhi ya leo. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Kama kawaida tuko hapa kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanaendelea huko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Hivyo ili uwe kwanza kuendelea kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde, ninakusihi wewe kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Asubuhi leo tunayo mengi mpendwa msikilizaji, tutakujuza kuhusiana na hali ya usalama huko Kanyola, maeneo mbalimbali, lakini pia maeneo ya huko jimboni Kivu Kaskazini ambako pia hali ni tete kutokana na mashambulizi ambayo yanaripotiwa kila kukicha kati ya wahasi na vikosi vya wazalendo. Na hivyo nakusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati ili upate kuhabarika pamoja na sisi. Na bila shaka natumai utakuwa salama usalimini popote ambako unaendelea kutufuata kwa muda na saa kama hizi kote ulimwenguni. Na hizi ni habari zetu za asubuhi leo tarehe 20 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Moja kwa moja tutajielekeza huko kwenye uwanja wa vita tupate kukujuza kile ambacho kimeripotiwa hiyo jana tarehe 19 Novemba mwaka wa 2025, maeneo ya Kanyola, lakini pia maeneo ya Mugogo pamoja na maeneo ya Walungu Center. Habari kutoka maeneo hayo ni kwamba mapigano mazito na makali zaidi kati ya wazalendo na wahasi wa AFC M23 yameripotiwa kuendelea kwa kasi kubwa huko wilayani Walungu katika mkoa wa Kivu Kusini. Tangu alfajiri ya tarehe 19 Novemba, milio ya silaha nzito na mabomu imeripotiwa kusikika kwa umbali mrefu katika maeneo ya Mugogo, Kanyola, Walungu Center pamoja na katika kikundi kidogo cha Ikoma, hali iliyowatia hofu wakahaji na kusababisha shughuli nyingi za kawaida kuweza kusimama kufuatana na mapigano hayo ambayo yameweza kuripotiwa kwa ghafla maeneo hayo. Na ripoti kutoka eneo la Mugogo ambako mapigano yalifumuka mapema asubuhi inasema kuwa waasi wawili wa M23 wamepoteza maisha, lakini pia upande wa mzalendo mmoja amepoteza maisha wakati wa mashambulio hayo. Na taarifa zingine zinaongeza kuwa upande wa raia kumeripotiwa na kifo cha raia mmoja ambaye alikuwa akitokea maeneo ya Chiherano kipindi hicho cha mapigano kati ya wahasi na vikosi vya wazalendo. Lakini bali na vifo hivyo, kuna watu kadhaa ambao wameripotiwa kujeruhiwa vikali kutokana na risasi ambazo zilikuwa zikipotea. Hata hivyo, kufuatia mchana wa tarehe hiyo 19, hali ya utulivu wa tahadhari imeanza kurejea Mugogo, ingawa hakuna shughuli zozote za kijamii wala za kibiashara zilizoendelea. Wakaaji wengi wameripoti kukaa ndani kwa hofu ya kurejea kwa mapigano mara tena, kwa sababu hali bado ilikuwa ni tete hiyo jana tarehe 19 Novemba mwaka wa 2025. Lakini pia upande wa Kanyola ambako ndipo kitovu cha mapambano ambayo yameripotiwa hiyo jana tarehe 19, hali ilikuwa tete kuliko sehemu zingine. Makabiliano makali yameripotiwa kuanza mida ya saa 9 usiku wa kuamkia tarehe 19 Novemba mwaka wa 2025, na hadi muda wa mchana bado mapambano yalikuwa ni makali yakiripotiwa pande hizo mbili, ambako vikosi vya jeshi la taifa FARDC vikosi vya waasi vilikuwa vikipita wakaingia kwenye mtego wa wazalendo, ndipo makabiliano yakaanza kuwa makali zaidi. Ripoti kutoka upande wa Kanyola zinasema ya kwamba wazalendo wawili wamepoteza maisha, huku waasi takriban 20 wa M23 wameripotiwa kuuawa kwenye mashambulizi hayo ya ghafla yaliyofanywa na wazalendo kipindi ambapo vikosi za gari za jeshi la waasi likuwa zikipita bila kufahamu kwamba maeneo hayo kuna wazalendo ambao wanajificha na ambao walikuwa wanaweka mtego. Vyanzo vya eneo hilo vinasema kuwa magari mawili ya M23 yameharibiwa kabisa baada ya kupigwa mabomu na hakuna manusura.
Gari lingine la wahasi hao limeripotiwa kuharibiwa vibaya katika eneo la Iguru ndani ya kundi ndogo ya Mwarima. Wananchi wa Kanyola wanasema kuwa mapigano haya ni moja kati ya mapigano makali sana kuripotiwa katika kipindi cha wiki za hivi karibuni, na yamewalazimu wengi kutafuta hifadhi katika eneo ya jirani kufuatana na hofu kubwa ya mabomu yaliyokuwa yakirushwa pande zote mbili. Mapigano haya yamehusisha silaha zote, silaha nzito pamoja na silaha nyepesi, kitu ambacho kiliweza kuwachanganya raia, na wengi waliamua kwenda kujificha maeneo jirani kwa ajili ya usalama zaidi. Lakini pia huko Walungu Center kumeripotiwa na shambulizi moja majira ya saa 7 usiku kuamkia tarehe 19 kwenye nyumba ya mtu mmoja ambaye ametajwa kuwa msimamizi wa eneo hilo kwa niaba ya wahasi wa AFC M23. Na hata hivyo, taarifa zinaendelea kukusanywa ili kubaini mahadhara ya tukio hilo ambalo liweza kutokea katika nyumba ya mtu huyo ambaye alituhumiwa kuwa ni mmoja wa wafuasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashuhuda wa eneo hilo, mamia ya wapiganaji wa AFC M23 kutoka maeneo ya Chulwe wameonekana kusogea katika maeneo ya Kanyola, wakisemekana kuwa ni msaada wa kijeshi wa wahasi wanaopambana na wazalendo. Hali hii inaongeza wasiwasi miongoni mwa wakaaji kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano tena muda wowote kufuatana na ongezeko hilo la majeshi ambao wanatumwa kwenye mstari wa mbele maeneo ya Kanyola ambako mapambano yalirindima kwa muda mrefu hiyo jana tarehe 19 mwaka wa 2025. Upande wa wazalendo umeeleza kupitia vyanzo vyao vya ndani kuwa hawatarudi nyuma. Wanasisitiza kwa lengo kuu la kurejesha udhibiti wa maeneo yote ambayo yanakaliwa na wahasi wa M23. Viongozi hao wanasema kuwa mapambano haya ni sehemu ya juhudi za kurejesha usalama na kulinda raia dhidi ya mashambulizi ambayo yanaripotiwa mara kwa mara. Kwa sasa wakaaji wa maeneo yote yaliyoguswa na mapambano hayo wanaishi kwa hofu kubwa, wakisubiri tamko la mamlaka za usalama na wakitarajia hali itulie ili kurejea kwenye shughuli zao za kawaida. Hivyo mpendwa msikilizaji, hiyo ni hali ambayo imeripotiwa huko Kanyola, na kwa uthibitishaji wa kina tumeweza kuzungumza na baadhi ya wakaaji wa maeneo hayo kwa kuweza kutupatia taswira rasmi ya kile ambacho kinaendelea na ni wanani ambao wamesalia maeneo hayo, lakini pia ni kipi ambacho kipo kwa sasa huko Kanyola. Karibu kusikiliza. Abazalendo kurondera njoventi nere bali bacokoza baye mingi barabashuza jabo bamazolo barabashuza jya kabisa mpaka ubudufu bwama huwa seziria macha mpaka anti alalira bamashi gicitokeza mpaka enani mini siyo mashishe umuntu enani Walungu bamashi gibonekana mitugishoro ya majeno ene kazikahika halalalira mwajambito hamwadepe hala mwajambito nababo kumbe abazalendo birubali hagusali amwira mahala shapele bama bacokozaho aba bamahono ko mutuga ko burondaga bafura amasoro sasa bana kibuntu bwese amwenda ndagufurika dio abo eyo mitugishoro ya naishaga Walungu yejagiye Kanyola matiri galuke Walungu chuko kinti ya baeme bobe nonali omusantre Kanyola buno kinagurumira ku bintu wabibona wa kifupi ya habari. Wazalendo walianza kuchokoza wa M23 a partir ya 21 waliowachokoza wa M23 walibaki bila jibu. Ulisho kucha wazalendo wa M23 wakapima kuandaa vikosi yao na kuvituma katika barabarani na kuanzisha makombora. Baadaye pale minisio ikaishia wazalendo wa M23 wakajikaza kuita konvoi ya Walungu Centre. Baadaye iliyopofikia wazalendo nao walikuwa ikala katika mgini yenyewe bameita Mwirama. Walibaki pale Mwirama na kuona gari 3 za M23 zimetokea Walungu na njoo walianza kuwatupia mabale. Wakati wanaoanza kuwatupia mabale, basi wa M23 walishuka katika center ya Kanyola na kudepose munition ambao walikuwa nayo na kurudia Walungu. Kwa kifupi imepatikana M23 wamepigwa sana katika mgini wameita Chagala. Mgini yenyewe wameita Chagala huko groupement ya Walungu territoire ya Walungu. M23 wamepigwa sana
gari zao zimebomoka sana zaidi na kupitisha, ila ulipendekeza mambo ya inahusu mafamilia ambazo zimeishi mji ya Walungu katika groupement Kanyola. Ndio tumepatikana wamoja ambao walienda porini, wengine wamekaa ndani ya nyumba zao na wengine kusambaa kadhalika. Hatujajua kamili ni nini, hatujajua kamili sababu wakati ya vita familia zote zinakuwa zimetengana. Watu wengi wanakimbiaka katika pori, wengine wanaendaka kando kando. Kwa hiyo na tukitoka huko jimboni Kivu Kusini, na sasa tuangazie taarifa kutoka huko jimboni Kivu Kaskazini kwenye maeneo ya Lubero ambako takriban watu 15 wameuawa na wapiganaji wa ADF mnamo Jumatano tarehe 19 Novemba mwaka wa 2025 katika makundi mawili yapatikanao huko wilayani Lubero mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya habari, raia 9 wameuawa kwa kuchinjwa asubuhi ya tarehe 19 katika maeneo ya Kahembe, Vusanda na Chakachaka. Wengine 6 wameuawa mchana huko Kasihi. Kamati ya ulinzi ya jamii ya eneo hilo inasema kuwa waasiriwa hao walipoteza maisha baada ya maonyo kadhaa kuhusu uwepo wa adui katika eneo hilo. Siku ya Jumatano asubuhi, watu 9 waliuawa na ADF. Siku hiyo hiyo mwendo wa saa 9 alfajiri kulikuwa na tahadhari kwamba watu wasiojulikana wenye silaha walionekana huko Kasihi. Saa 2 baadaye watu 6 waliuawa wakati ADF ilipopitia maeneo ya Vutai na Ngoi Kasiro, analalamika Vianney Kichwamba, rais wa kamati ya ulinzi ya eneo hilo huko Bashwaga. Jumatatu iliyopita takriban raia 4 waliuawa katika mashambulizi lililohusishwa na magaidi wa ADF katika kijiji cha Batili, Lubero. Katika eneo hili zaidi ya vijiji 60 tayari vimeachwa bila wakaaji wake ambao wamekimbilia maeneo yenye kuonekana usalama zaidi. Katika muda wa siku 4 angalau vifo vya watu 46 vimeripotiwa katika eneo la Lubero. Mashirika ya kiraia yanalaumu vikali mashambulizi haya ya ukatili ambayo yanaendelea kutekelezwa dhidi ya raia, ili hali ya kwamba jeshi lipo maeneo hayo likiendelea kuahidi kukamata wahalifu bila mafanikio yoyote. Na tukisalia tu na taarifa hizi za mauaji huko jimboni Kivu Kaskazini, ni kwamba mwanaume mmoja amefariki dunia baada ya kujeruhiwa kwa mapanga Jumanne tarehe 18 Novemba mwaka wa 2025 ndani ya mgahawa wake Aiza Restaurant iliyoko katika wilayani Bangulu mjini Beni mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, wahusika wa tukio hilo walikimbia na fedha pamoja na mali nyingine za thamani kutoka ndani ya kazi yake huyo aliyeuawa. Kutokana na hali hiyo, jamii ya kiraia inatoa wito kwa mamlaka kuongeza mikakati ya kufuatilia wahalifu waliotekeleza mashambulizi ya usiku, na wakati huo huo kuwasihi vijana wajitenge na makundi ya uhalifu. Tunatoa tahadhari na kuomba mamlaka, hasa ikizingatiwa kwa sasa makao makuu kwa muda uko Beni, kuongeza mikakati ya kuwasaka wahalifu hawa kupitia msako maalum. Wakati watakapokamatwa ni lazima wafikishwe kwa vyombo vya sheria na kuweza kuhukumiwa hukumu kali sana, amesema Jirese Mkongoli, mwenyekiti wa jamii za kiraia katika maeneo ya Bungulu. Ameongeza kuwa vijana wa Beni wanapaswa kujishughulisha na kazi za kupatia kipato, akisisitiza kuwa kukaa bila shughuli kuna wasukuma wengi kuingia katika makosa makubwa. Vyanzo hivyo vinaripoti kuwa wahalifu hawa mara nyingi hupata msaada kutoka kwa baadhi ya vijana wa eneo hilo.
Na hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 20 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Nasema tu shukrani kwako ambao uko nasi, wewe ambao umesubscribe channel yetu, lakini pia wewe ambao hujafanya hivyo, hakikisha una subscribe ili uwe kwanza kunapata taarifa zetu za kila saa na kila sekunde. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Nakwambia kwenye comment usahau kutuandikia unatufuata kutoka nchi gani. Asante na uwe na siku njema kwako.